Ima Morris alikuwa na umri wa miaka 34 na miezi mitatu iliyopita alifanya uamuzi uliovunja ndoa yake lakini ukaokoa maisha yake. Alikaa ndani ya gari lake nje ya ile nyumba ya ghorofa 2 townhouse katika kitongoji cha Mbezi Beach, Dar es Salaam, akijirudia uongo ambao alikuwa anajiandaa kumwambia mke wake. Kelly, nimefutwa kazi leo. Maneno matano. Rahisi, lakini yale maneno matano yangepasua kabisa ile taswira aliyokuwa akiishi nayo kwa miaka 4 iliyopita. Ima hakuwa mume mwenye wivu wa kupindukia au anayebuni matatizo. Alikuwa na kazi imara kama meneja mkuu wa masoko katika kampuni ya huduma za afya ya kikanda, akipokea karibu $92,000 kwa mwaka. Mke wake Kelly alikuwa akifanya kazi ya muda kama mwalimu wa yoga, labda masaa 15 kwa wiki. Hawakuwa matajiri, lakini walikuwa wanajiweza. Walikuwa na townhouse ya vyumba viwili, walikwenda likizo ufukweni mara moja kila mwaka, mara nyingi Bagamoyo au Zanzibar, na waligawana bili katikati kama wanandoa wa kisasa wanavyopaswa. Au ndivyo alivyodhani. Ukweli ni kwamba Ima alikuwa ameanza kugundua vitu vidogo mwanzoni. Namna Kelly alivyokuwa anakaza mwili kila mara Ima alipolitaja suala la mama yake kuja kuwatembelea. Jinsi alivyoanza kuwa na msisitizo wa ajabu kuhusu akaunti zao za fedha, akiuliza maswali ya kina kuhusu 1401 yake na bima ya maisha. Jinsi alivyoanza kutoka nje mara nyingi zaidi na rafiki yake Jessica, akirudi usiku sana na maelezo ya juu kuhusu usiku wa wasichana na matukio ya networking. Lakini bendera nyekundu ya kweli ilikuja wiki 2 zilizopita. Ima alikuwa amerudi nyumbani mapema kutoka kazini akiwa na kipanda uso, jambo ambalo halikuwa la kawaida kwake. Alipofungua mlango wa mbele, alisikia sauti ya Kelly ikitokea jikoni, kali na yenye msisimko kwa namna ambayo hakuwa tena nayo anapoongea naye. Nakwambia, Jesse, nahitaji tu kuvumilia kidogo zaidi. Tukifika ile hatua ya miaka 5, hesabu ya alimony inabadilika kabisa. Wakili wangu alisema Alikatisha ghafla sentensi alipoyasikia mapigo ya hatua zake. Ima alipoingia jikoni, Kelly alikuwa amesimama pembeni ya kaunta, simu ikibonyea sikioni, uso ukiwa umejaa wekundu. Alimaliza haraka ile simu kwa sauti ya mzaha, ndiyo, sawa. Tuonane darasani kesho, kisha akamtabasamia kana kwamba hakuna kilichotokea. Sikutegemea urudi mapema hivyo, alisema, sauti yake ikiwa na mwanga uliopitiliza kidogo. Ima alijifanya kawaida, akataja kipandauso, akameza ibuprofen na kujifungia chumbani. Lakini kipande kile alichokisikia kilijichomeka kwenye ubongo wake kama minyoo. Miaka 5. Hesabu ya alimony. Wakili wangu. Walikuwa wameoana kwa miaka 4 na miezi 7. Kwa wiki 2 zilizofuata, Ima alimwangalia mke wake kwa macho mapya. Aligundua jinsi Kelly alivyokuwa anakwepa kila mara alipomtaka busu, akimgeuzia shavu badala ya midomo. Jinsi alivyokuwa ameacha kabisa kumuuliza siku yake kazini ilikuwaje, akishindwa hata kuinua macho kutoka kwenye simu wakati wa chakula cha jioni. Jinsi alivyohamisha baadhi ya nguo zake kwenye kabati la chumba cha wageni, akidai anahitaji nafasi zaidi. Kisha kulikuwa na mambo ya fedha. Kelly alianza kumsukuma Ima aongeze jina lake kwenye akaunti yake ya uwekezaji, ile akaunti aliyokuwa ameijenga hata kabla hawajafahamiana. Aliileta mada hiyo mara 3 ndani ya mwezi mmoja, akiiweka kama kuwa timu ya kweli ina kuonyesha imani. Ima aliposita, Kelly alibadilika na kuwa baridi, akampa ukimya kwa siku 2. Ndipo Ima akaamua kufanya jaribio. Kama unapenda simulizi za usaliti mzito na ukweli wa kushangaza kuhusu watu tunaowaamini zaidi, like video hii na subscribe kwenye channel sasa hivi. Kuna simulizi mpya kila siku hapa, kila moja ikiwa kali zaidi kuliko iliyopita. Na niambie uko wapi unatazamia kutoka. Ima alikwenda kwanza kushauriana na wakili wake mwenyewe, mwanamke mkali aliyeitwa Patricia Morrison, ambaye alikuwa ameshughulikia talaka ya rafiki yake miaka 2 iliyopita. Alimweleza kila kitu alichokuwa ameona, kila tuhuma, kila neno alilolisikia kwa bahati mbaya.
Patricia aliegemea nyuma kwenye kiti chake ofisini, vidole vikiwa vimekunjwa pamoja, akamtazama kwa muda mrefu kwa makini. Hii unayoieleza inaitwa strategic positioning, alisema. Kama mke wako anapanga kufungua talaka, huenda amepewa ushauri wa kusubiri mpaka mvuke lile kizingiti cha miaka 5. Hilo linaweza kuathiri sana muda na hesabu za alimoni. Kwa hiyo nifanye nini? Ima aliuliza, tumbo likimvuruga. Unahitaji ushahidi, Patricia akajibu. Tuhuma hazitakulinda. Lakini ukithibitisha kwamba anapanga kuondoka na anabaki tu kwa faida ya kifedha, hilo linaweza kuathiri mazungumzo ya makubaliano. Wakati mwingine watu huonyesha nia zao halisi wanapodhani pesa imepotea. Mazungumzo hayo yakamfikisha Ima kwenye muda huu, amekaa ndani ya gari lake, akielekea kuingia nyumbani kwake mwenyewe na kusema uongo uliopangwa. Aliweka simu yake irekodi sauti ndani ya mfuko wa suruali. Patricia alikuwa amemwambia kwamba katika mazingira yao angeweza kurekodi mazungumzo ambayo yeye ni sehemu yake, na mradi tu simu ipo mwilini mwake, hata mazungumzo anayoyasikia ndani ya nyumba yake yanaweza kuwekwa kumbukumbu. Ima akavuta pumzi ndefu, akaingia ndani. Kelly alikuwa sebuleni, amejikunja kwenye kochi na laptop, labda akipitia mitandao ya kijamii au kutumiana meseji. Alipomwona Ima akiingia, Ima aliona kwa sekunde chache tu mwanga wa kukerwa ukipita usoni mwa Kelly kabla hajaubadilisha na sura ya wasiwasi. Umerudi mapema, alisema, akirudia maneno yale yale ya wiki 2 zilizopita. Ima akaweka briefcase chini, akihakikisha mwendo wake unaonekana mzito. Kelly, tunahitaji kuongea. Kuna kitu kimetokea kazini leo. Kelly akafunga laptop. Ima aliona uchovu kwenye macho yake. Nini? Nimefutwa kazi, Ima alisema, akiruhusu sauti yake itikisike kidogo. Wameniita leo asubuhi. Kupunguza bajeti. Wanafuta idara yetu yote. Nimemaliza kuanzia leo. Kwa sekunde moja, uso wa Kelly ukawa mtupu kabisa. Kisha haraka haraka, Ima akaona mabadiliko ya hisia yakipita, mshangao, kuchanganyikiwa na kitu kingine, kitu kilichoonekana karibu kama hofu. Wewe umefutwa kazi, sauti ya Kelly ikawa juu kuliko kawaida. Lakini umekaa huko miaka 6. Inawezekanaje waje tu? Haijalishi wanawezaje, Ima akakatiza akiigiza. Jambo ni kwamba imekwisha. Tutalazimika kubadilisha mambo makubwa, Kelly. Nina takribani miezi 3 ya severance, halafu tunaishi kwa kipato chako cha yoga na chochote nitakachopata kupitia unemployment. Huenda tukalazimika kuuza hii townhouse, tuhamie sehemu ya bei nafuu. Aliona rangi ikimtoka usoni. Kuuza nyumba, Ima. Hiyo ni hatutakiwi tu. Huenda isiwe hiari, Ima alisema. Na ile akaunti yangu ya uwekezaji. Huenda nikahitaji kuichota ili kufunika gharama zetu wakati natafuta kazi mpya. Soko la ajira ya masoko si zuri sasa hivi. Inaweza kuchukua miezi 6 au zaidi kupata kitu. Kelly akasimama ghafla. Nahitaji kuprocess hili. Hii ni nyingi sana. Najua ni mshtuko, Ima alisema. Nimevunjika pia. Kelly akatikisa kichwa lakini hakumtazama. Macho yake yalikuwa yale ya mbali ya kuhesabu aliyokuwa ameanza kuyaona mara kwa mara. Nitaipigia Jessica. Nahitaji kuongea na mtu. Akasema kwa haraka, ni sawa. Bila shaka, Ima alisema kwa upole. Nitakuwa stadi kama utanihitaji. Kelly akachukua simu na kukimbilia juu chumbani kwao, akafunga mlango. Ima akasubiri sekunde 30, kisha akaenda juu kimya kimya, akaegemea nje ya mlango wa chumba, akiwa amesimama mahali pa kusikia. Simu yake ilikuwa bado ina rekodi mfukoni. Sauti ya Kelly ya kunong'ona kwa taharuki ikaanza karibu mara moja. Jesse, tuna tatizo kubwa. Ima amenambia amefutwa kazi. Hapana, si mzaha. Najua, lakini hii inabadilisha kila kitu. Kama hana kazi, hesabu ya alimoni itategemea unemployment na kazi ya hovyo atakayopata. Naweza kuishia bila kitu.
Moyo wa Ima ulidunda, lakini akaendelea kukaa kimya. Unamaanisha nini tuvumilie? Kelly akasisitiza kwa hasira ya kunong'ona. Tumebakiza miezi 7 kufika lile alama ya miaka 5. Unadhani naweza kuishi naye nikijifanya kila kitu kiko sawa kwa miezi 7 huku yeye hana ajira? Na vipi kama hapati kazi nzuri mpaka hapo? Wakili wangu alisema hesabu inategemea kipato chake wakati wa kutengana. Kulikuwa na kimya kidogo, Jessica akijibu. Kisha Kelly akaendelea. Hapana, siwezi tu kukata hasara na kufungua sasa. Miezi 7 ya kusubiri itakuwa imepotea bure na nitapata karibu hakuna. Tulipanga hili kwa makini. Kumbuka, subiri mpaka miaka 5 ndipo ufungue. Ima akasikia Kelly akiendelea, sauti ikizidi kuwa ya kuhesabu. Ana ile akaunti ya uwekezaji yenye kama $43,401 yake ina kama $90,000. Nusu ya hayo pamoja na alimoni inayotokana na mshahara wake wa $92,000 angalau kwa miaka 3. Jesse, tunaongea kuhusu kuondoka na karibu $100,000 ukijumlisha kila kitu. Hiyo ndiyo ilikuwa plan. Barafu ikatanda ndani ya mishipa ya Ima. Huu haukuwa uoga au hisia. Huu ulikuwa mkakati, biashara ya kuhitimisha ndoa. Kelly akaendelea. Nifanye nini kingine? Naweza kubaki na kutumaini anapata kazi nyingine yenye mshahara mkubwa haraka. Hapana, uko sahihi. Hiyo ni ujinga. Anaweza kuishia kwenye kazi ya $60,000 na nitakuwa nimepoteza muda huu wote kwa nusu ya hiyo. Labda nifungue sasa na nichukue ninachoweza. Angalau $401 bado ni kubwa. Akasimama, kisha sauti yake ikashuka zaidi. Najua inaonekana baridi, lakini unajua nini? Nilimwacha kumpenda karibu mwaka mmoja uliopita, labda zaidi. Anachosha, Jesse. Anarudi nyumbani, anaangalia TV, anaongea kuhusu marafiki zake wa kazi wanaochosha, analala saa 4 usiku kama ana miaka 60. Mimi nina miaka 31. Situmii maisha yangu yote hivi. Pesa ni kitu ninachodaiwa kwa kuvumilia miaka 4 ya ubora wa kawaida. Ima alikuwa amesikia vya kutosha. Akashuka chini kimya kimya, akili ikichanganyikiwa. Kelly hakuwa tu anapanga kumwacha. Alikuwa anakokotoa namna ya kuongeza faida yake. Alikuwa amekaa kwenye ndoa aliyokuwa ameichoka, akisubiri saa igonge kile kizingiti cha miaka 5 kama tarehe ya kuiva kwa uwekezaji. Hawakujua kilichokuwa kinakuja. Ima akaingia stadi, akafunga mlango, akatoa simu na kusitisha kurekodi. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, lakini si kwa huzuni, kwa hasira. Kwa ule uwazi mkali wa usaliti. Akampigia Patricia Morrison. Nimeipata, alisema alipopokea. Kila neno. Ameweka plan yote wazi. Nichezee, Patricia alisema, sauti yake ikiwa kali na ya kazi. Ima akaichezesha ile sauti. Alisikia Patricia akivuta pumzi kwa nguvu katikati. Hii ni bora kuliko nilivyotarajia, Patricia alisema ilipoisha. Ima alichoeleza kinaitwa economic opportunism kwenye sheria za talaka. Kimsingi amekiri anakaa kwenye ndoa ili kuongeza faida yake ya kifedha. Hii inaweza kuondoa kabisa au kupunguza sana madai yoyote ya alimoni. Nifanye nini sasa? Ima akauliza. Kwanza linda mali zako, Patricia akajibu. Kesho asubuhi nenda benki, hamisha nusu ya pesa kutoka kwenye akaunti za pamoja uiweke kwenye akaunti ya jina lako pekee. Ni haki yako kisheria. Pili, badili beneficiaries kwenye bima yako ya maisha na 401 mara moja. Tatu, tutafungua talaka kabla haja kufungulia na tutaambatanisha hii rekodi kama ushahidi wa nia zake za kimaslahi. Nifungue kwanza. Kabisa. Tutamshangaza kabisa. Anadhani ana miezi 7 ya kujipanga. Tutamvuta zulia wiki hii. Tabasamu la baridi likampita Ima. Na jambo moja zaidi, Patricia akaongeza. Usionyeshe unajua chochote. Unaweza kuigiza kwa siku chache zaidi.
Naweza kufanya chochote kinachohitajika, Ima akajibu. Usiku huo, Kelly alishuka chini saa 2 hivi usiku. Uso wake umejipanga kwa huruma. Hei, alisema kwa upole. Samahani nilipotea vile. Hii ni habari ya kushtua sana. Ima akainua macho kutoka laptop yake alipokuwa anajifanya kutafuta kazi mtandaoni. Ni sawa. Najua inatisha. Kelly akakaa karibu naye. Ima alihisi mkono wake begani. Mguso ule ulimfanya ngozi yake isisimke kwa chukizo, lakini hakujionyesha. Tutapita, Kelly alisema. Sisi ni timu, sivyo? Kwa heri au shari. Uchungu wa nadhiri za ndoa kutoka mdomoni mwake ulitaka kumfanya Ima acheke, lakini akaweka uso tulivu, hata akaonekana kana kwamba anashukuru. Asante. Inamaanisha sana. Kelly akatabasamu, na tabasamu hilo lilionekana la kweli kiasi kwamba kwa sekunde moja Ima alijiuliza kama amekosea. Je, alielewa vibaya? Je, kulikuwa na maelezo? Kisha Kelly akasema, unapaswa kuanza kuangalia utapata kiasi gani cha unemployment, na tukae chini tuangalie bajeti yetu vizuri, tuone tunaweza kukata nini. Alikuwa tayari anahesabu. Tayari anaamua kama inafaa kubaki au kukata hasara. Nitafanya, Ima akaahidi. Kesho asubuhi kabisa. Kelly akasimama akijinyosha. Nitaoga na kulala mapema. Leo imenichosha. Usiku mwema, Ima alisema. Alimtazama akiondoka na hakuhisi chochote. Hakuna huzuni, hakuna hamu, hata hasira tena, ni uamuzi baridi na wa utulivu tu. Kuhakikisha haondoki na kile alichokuwa amepanga. Asubuhi iliyofuata, Ima aliamka saa 12 asubuhi kabla Kelly hajaamka. Alienda benki mara tu ilipofunguliwa saa 3, akahamisha $4,300, nusu kamili, kutoka kwenye akiba yao ya pamoja kwenda kwenye akaunti mpya ya jina lake. Alibadilisha benefisiari wa akaunti yake ya uwekezaji ya $41,000 kutoka kwa Kelly kwenda kwa mama yake. Alibadilisha benefisiari wa bima ya maisha vivyo hivyo. Kisha akaenda ofisini kwa Patricia Morrison kusaini karatasi za talaka. Tutafile mchana huu, Patricia akamwambia. Atapewa papas labda ifikapo Alhamisi. Hilo linakupa siku 2 kujiandaa na reaction yake. Nitarajie nini? Ima akauliza. Patricia akatabasamu, na haikuwa tabasamu la joto. Mshtuko, hasira, labda vitisho. Watu kama Kelly, akasimama kidogo, watu kama Kelly hawapendi mipango yao ikivurugwa. Alidhani anadhibiti. Atagundua hafanyi hivyo tena. Alikuwa anadhibiti, Ima alikubali, mpaka hakudhibiti. Hakikisha umesubscribe kwenye channel hii kama bado hujafanya, kwa sababu mwisho wa simulizi hii utakuvuruga akili. Na acha comment chini uniambie unaona Ima afanye nini baada ya hapa. Ima akarudi nyumbani na kuendelea kuigiza. Aliomba kazi chache mtandaoni ili Kelly aone. Alipika chakula cha jioni usiku huo, pasta na marinara, hakuna cha kifahari. Walikula kimya kimya. Habari za kutafuta kazi? Kelly akauliza, sauti yake ikijifanya kawaida. Bado, Ima akajibu. Lakini nimeanza tu siku 2. Hayo huchukua muda, Kelly akasema akisukuma pasta kwenye sahani. Severance walikupa kiasi gani hasa? Miezi 3 ya mshahara, Ima alisema. Kwa hiyo kama $23,000 kabla ya kodi. Alimwona Kelly akifanya hesabu kichwani, uso wake ukikaza. $23,000 haingetosha muda mrefu. Hiyo si nyingi, Kelly alisema mwishowe. Hapana, Ima akakubali. Si nyingi. Alhamisi mchana, Ima alikuwa kazini, kazi yake ya kweli ambayo hakuwahi kufutwa hata kidogo. Simu yake ikatetema. Ujumbe kutoka Patricia. Ameshapewa papas. Zimekabidhiwa saa 8:47 mchana. Ima akatazama ule ujumbe, moyo ukidunda. Ilikuwa imekwisha. Saa 9:15 alasiri, simu ikaita. Jina la Kelly likamulika.
Akaiacha ilie mara 4 kabla ya kujibu. Halo? Hii ni nini? Sauti ya Kelly ilikuwa inatetemeka, lakini si kwa huzuni, kwa hasira. Nimepewa divorce papers. Ima, kuna nini? Ima akaweka sauti yake tulivu. Nadhani karatasi ziko wazi. Wewe huwezi tu. Hatukuongea hata. Umefutwa kazi juzi na sasa unanitaliki. Kwa kweli, Ima alisema, akifurahia zaidi kuliko alivyopaswa. Sikufutwa kazi. Nilidanganya. Nilitungia. Kimya kizito kikawa upande wa pili. Nini? Sauti ya Kelly ikawa ya chini kama mnong'ono. Ilikuwa test, Kelly. Na umefeli vibaya. Sielewi. Ndiyo, unaelewa, Ima akakatiza. Ninafahamu mpango wako. Najua ulikuwa unasubiri alama ya miaka 5. Najua ulikuwa unakokotoa alimoni na mgawanyo wa mali. Najua uliacha kunipenda mwaka mmoja uliopita, lakini ukabaki kwa pesa. Umejuaje? Kelly akasimama katikati ya sentensi. Ima aliweza kusikia akili yake ikikimbia. Ulikuwa unasikiliza usiku ule. Ulikuwa unasikiliza simu yangu. Ndiyo, Ima akathibitisha. Na nilirekodi. Na wakili wangu ana hiyo rekodi. Ima akaendelea, sauti yake ikawa ya maamuzi. Sasa hivi ndivyo itakavyokuwa, Kelly. Utakubali makubaliano ya talaka ya haki ambayo hayana alimoni, kwa kuzingatia kwamba umekiri ulikuwa unakaa kwenye ndoa kwa faida ya kifedha. Au tunaenda mahakamani na nitaichezesha hiyo rekodi kwa jaji, halafu ueleze jinsi ulivyokuwa mjeuri kimaslahi. Wewe ni mbwa, Kelly akasisitiza. Wewe ni mbwa wa manipulative. Anasema nani? Ima akajibu. Yule mwanamke aliyekokotoa ndoa yetu hadi salio la akaunti na dhamani ya uwekezaji. Ulicheza mchezo, Kelly. Hukujua tu kwamba nilijua tunacheza. Kelly akakata simu. Ima alikaa ofisini, simu mkononi, akihisi kitu kama amani kikishuka juu yake. Patricia alikuwa sahihi. Watu hujionyesha walivyo kweli wanapodhani pesa imepotea. Kelly alikuwa amejionyesha wazi. Kile ambacho Kelly hakukijua, kile ambacho hangeweza kujua, ni kwamba ufunuo wa Ima ulikuwa unaanza tu, na matokeo yangekuwa mabaya zaidi kuliko alivyoweza kuwazia. Usiku ule baada ya Kelly kupewa karatasi za talaka, Ima hakurudi nyumbani. Alimtumia ujumbe kwamba anakaa kwa rafiki yake Marcus wakati wanajaribu kuelewana, jambo ambalo kwa sehemu lilikuwa kweli. Marcus alikuwa amempa chumba cha wageni, lakini Ima hakujificha. Alikuwa anapanga. Patricia Morrison alikuwa amemweka wazi, wiki chache zijazo zingekuwa za muhimu. Kelly angeenda kwa wakili wake, angejikusanya, kisha angerudi kupambana. Lakini Ima alikuwa na faida sasa, ile rekodi, mshangao wa ghafla, na muhimu zaidi, ukweli. Atajaribu kugeuza simulizi, Patricia alikuwa amemwambia kwenye kikao chao cha Ijumaa asubuhi. Atasema alikuwa analalamika tu kwa rafiki, kwamba ulitoa maneno nje ya muktadha, kwamba ulimtega kwa test ya kikatili. Jiandae kwa hilo. Ima alitikisa kichwa, lakini hakuhisi hofu. Rekodi ilikuwa nzito, ndiyo, lakini haikuwa ushahidi wake pekee. Kwa wiki 2 zilizopita tangu asikie ile sentensi ya Kelly, Ima alikuwa kimya kimya, ameweka kila kitu kwenye kumbukumbu. Picha za Kelly akihamishia nguo zake kwenye kabati la chumba cha wageni. Screenshots za shughuli zake zilizoanza kuongezeka kwenye forum ya support ya talaka aliyodhani ni ya siri. Taarifa za kadi ya benki zikionyesha malipo ya chakula cha mchana karibu na ofisi ya wakili wa familia katikati ya jiji la Dar es Salaam, malipo yaliyokuwa yanarudiarudia kwa miezi 3. Kelly alikuwa amepanga talaka hii tangu Agosti. Ijumaa jioni, Ima alirudi kwenye townhouse. Gari la Kelly lilikuwa uani na aliona taa zikiwa ndani. Akavuta pumzi, akaingia. Kelly alikuwa amekaa mezani jikoni, karatasi zikiwa zimesambaa, laptop ikiwa wazi. Alipoinua macho yake yalikuwa mekundu pembeni, lakini uso wake ulikuwa mgumu. Tunahitaji kuongea, alisema. Sawa.
Ima akavuta kiti akakaa upande wa pili akihifadhi umbali. Kelly akakunja mikono juu ya meza. Alipoanza kuzungumza, sauti yake ilikuwa ya kupima na kudhibiti. Nimeongea na wakili wangu. Anasema ile rekodi uliorekodi huenda hata isiwe admissible mahakamani. Sheria hapa ni ngumu. Wakili wako yuko sahihi kwa sehemu, Ima akajibu taratibu. Lakini hata kama rekodi yenyewe haitapokelewa, mimi naweza kushuhudia nilichosikia. Na wewe utalazimika kutoa ushahidi chini ya kiapo ama uongo mahakamani, au ukubali kwamba ndio ulikuwa unakokotoa lini ufungue ili kuongeza faida. Taya ya Kelly ikakaza. Nilikuwa nalalamika tu kwa rafiki. Watu huongea maneno ya hasira. Kwa miezi mitatu, Ima akasema kwa upole mkali. Kwa sababu umekuwa ukikutana na wakili wako miezi mitatu, Kelly. Nina statement za kadi. Chakula cha mchana karibu na ofisi yake kila Jumanne ya pili tangu katikati ya Agosti. Ulidhani sioni? Uso wa Kelly ukapauka. Umenichunguza. Nimejilinda, Ima akasahihisha. Kuna tofauti. Ulikuwa unataka kunivamia. Ulikuwa unataka kusubiri mpaka uongeze payout, halafu uniletee papers nikiwa sijui. Nilichofanya ni kugeuza meza. Kelly akasimama ghafla, akaenda dirishani. Umeninidhalilisha. Unajua ilikuwaje mtu mgeni kuja darasa langu la yoga na kunipa papers mbele ya wanafunzi? Najua ilikuwaje kusikia mke wangu akiweka dhamani ya ndoa yetu kama portfolio ya hisa, Ima akajibu kwa sauti ya chini. Najua ilikuwaje kusikia unasema uliwacha kunipenda mwaka mmoja uliopita lakini ukabaki kwa pesa. Ndiyo, Kelly, najua udhalilishaji ni nini. Aligeuka kwa kasi, sasa machozi yakimtiririka. Lakini Ima hakuweza kujua kama ni ya kweli au ni mbinu. Aliwahi kudhani anamjua. Alikuwa amekosea. Unataka nini? Kelly akauliza, sauti ikivunjika. Una nguvu zote. Lengo lako ni nini? Ima akatoa faili kwenye begi lake akalisukuma mezani. Haya ni makubaliano ya settlement. Wakili wako anaweza kuyaangalia lakini masharti hayabadiliki. Kelly akanyakua lile faili akakurasa. Ima alitazama, macho yake yakisoma, sura ikibadilika kutoka hasira hadi kutokuamini kisha kurudi kwenye ghadhabu. Haya ni upuuzi, alisema. Unanipa karibu hakuna. Nakupa kile unachostahili kisheria, Ima akasema. Tugawane equity ya townhouse, takribani $17,000 kila mmoja baada ya kulipa baki la mkopo. Wewe unabaki na gari lako, mimi na langu. Kila mmoja anabaki na akaunti zake binafsi za pensheni na uwekezaji kwa sababu tuliziweka tofauti katika ndoa. Na hakuna alimoni kwa sababu ushahidi unaonyesha ulikaa kwa mkakati wa pesa, si kwa uaminifu wa ndoa. Kelly akagonga meza. Jaji hataweza kukubali hakuna alimoni. Nilitoa nafasi za kazi ili kuunga mkono kazi yako. Ima akainua nyusi. Ulikuwa unafundisha yoga masaa 15 kwa wiki uliponijua. Ulikuwa hivyo hivyo. Hukuacha chochote. Ulichagua kazi ya muda unayoipenda na mimi sikukulazimisha ufanye zaidi. Kwa kweli nilikuhamasisha ufanye kinachokufurahisha. Ningeweza kujenga wateja wengi zaidi. Ungeweza, Ima akakatiza kwa utulivu. Lakini hukufanya. Na hilo si jukumu langu. Una miaka 31, una afya, umesoma na unaweza kujitegemea. Rekodi inaonyesha ulikaa kwa mkakati. Hakuna jaji atakayelipa hilo kwa alimoni. Kelly akapiga lile faili kwa nguvu juu ya meza. Sitasaini. Basi tunaenda mahakamani, Ima akasema kwa sauti ya kawaida kabisa. Mimi nitaonyesha ushahidi wote na wewe utaeleza kwa nini uliajiri wakili miezi mitatu iliyopita na ulikuwa unasubiri alama ya miaka 5. Ni chaguo lako. Walitazamana kimya, nafasi kati yao ikijaa kila kitu kilichovunjika. Hatimaye Kelly akasema kwa sauti baridi, nataka utoke hapa leo usiku. Nilikuwa tayari nimepanga, Ima akasema akisimama.
Nitarudi kesho na Marcus kuchukua vitu vilivyobaki. Wakili wangu ataongea na wenu kuhusu timeline ya kusaini. Alipofika mlangoni akasimama akageuka. Kwa lolote Kelly, nilikupenda kweli. Nilidhani tunajenga kitu cha kweli. Samahani, hukuhisi hivyo? Kelly hakujibu. Alisimama tu, mikono imekumbatana, akimtazama akiondoka. Wikendi nzima Ima alihamisha vitu vyake kutoka kwenye townhouse. Marcus na rafiki mwingine walimsaidia kubeba samani, vitabu, nguo, vipande vya maisha aliyodhani ni ya kudumu. Kelly hakuwapo. Inaonekana alienda kwa Jessica akikwepa mchakato mzima. Jumatatu asubuhi Patricia akampigia na habari. Wakili wa Kelly amewasiliana. Wanataka negotiating. Wanapendekeza nini? $30,000 pamoja na miaka 2 ya limited alimony ya $1,500 kwa mwezi, Patricia alisema. Kwa kifupi, wanataka ulipe $66,000 ili aondoke kimya. Hasira ikamvaa Ima. Hastahili. Najua, Patricia akajibu kwa utulivu. Niliwaambia ofa yetu bado ipo. Lakini kuna jambo la kuvutia. Wakili wake alisema Kelly anaonekana anapata ugumu. Ukweli unaanza kumgonga. Inamaanisha nini? Inamaanisha maisha aliyodhani atayafadhili kwa pesa zako yanafifia, Patricia akasema. Hawezi kumudu townhouse peke yake. Atalazimika kuhamia apartment ndogo. Kipato chake cha yoga ni kama $2,000 kwa mwezi. Dar es Salaam si rahisi kwa hilo. Alijenga exit strategy yake juu ya nest egg kubwa. Sasa anakutana na ukweli wa kujitegemea. Ima alipaswa kujisikia furaha. Lakini zaidi alihisi uchovu. Sasa kinachofuata ni nini? Tunasubiri. Ataikubali reality. Rekodi inamchoma sana na anajua. Kusubiri kulikuwa kugumu kuliko Ima alivyodhani. Alikuwa amehamia kwenye apartment ya chumba kimoja ndani ya eneo lile lile, akaweka vitu vya msingi, akaanza utaratibu mpya. Kazi ikawa kimbilio, angalau huko mambo yalikuwa na mantiki na matokeo yanayotarajiwa. Lakini popote alipokwenda aliona mabaki ya maisha yake ya zamani, kahawa wanayokunywa kila Jumapili, sehemu walikokuwa wanatembea jioni, sinema walipokuwa na date yao ya kwanza miaka 6 iliyopita, wakati kila kitu kilionekana kinawezekana. Ilikuwa Jessica, rafiki wa Kelly, aliyekuja kuvunja mkwamo. Wiki 3 baada ya papers kutolewa, Ima alipigiwa simu na namba isiyojulikana. Karibu asijibu, lakini kitu kilimfanya ajibu. Ima, ni Jessica Miller, rafiki wa Kelly. Ulinzi wa Ima ukapanda. Unataka nini, Jessica? Nahitaji kuongea na wewe. Sio kwa ajili ya Kelly, kwa ajili yangu. Tunaweza kukutana kwa kahawa. Kinyume na akili yake, Ima akakubali. Walikutana kwenye mgahawa wa katikati ya jiji, sehemu ya kawaida, si ile ambayo aliwahi kwenda na Kelly. Jessica alionekana vibaya, amechoka, amenyong'onyea na hatia ilionekana wazi. Nahitaji kuomba msamaha, alisema kabla Ima hajakaa. Ima alikaa kimya. Kwa sehemu yangu katika haya yote, Jessica akaendelea. Kelly alikuambia kuwa alikuacha kukupenda mwaka mmoja uliopita. Hiyo si kweli. Au angalau si ukweli wote. Alikuwa na furaha, Ima. Furaha sana. Lakini mimi Alisita, mikono yake ikitetemeka juu ya kikombe. Mimi nilitalikiwa miaka 2 iliyopita, Jessica alisema. Talaka chafu sana, lakini niliondoka na $120,000. Na nilifanya kosa la kumwambia Kelly. Baridi ikamshuka Ima tumboni. Sikutaka kumpandikizia mawazo, Jessica akaharakisha. Lakini nilikuwa na uchungu. Nilikuwa nimeolewa miaka 7, nilimsaidia mume wangu mpaka akamaliza masomo, halafu alipofanikiwa akaniacha. Hiyo pesa ya settlement ndiyo ilionekana kama kitu pekee kizuri. Na nafikiri nilimfanya Kelly aanze kuangalia ndoa yake na wewe kwa jicho la fedha. Ni mtu mzima, Ima alisema taratibu. Alifanya maamuzi yake.
Najua, Jessica akasema. Lakini nilimpa motisha alipoanza kulalamika. Na kwa kweli, malalamiko yalikuwa ya kawaida: vyombo sinki, kulala katikati ya movie, kutokuwa romantic sana. Mambo ya kawaida. Lakini mimi ningesema angalau analeta pesa. Au mmeshakaa miaka 4, ngoja mfike 5. Nilimgeuza kuwa mtu wa kuhesabu, mtu ambaye hakuwa hivyo kabla. Akamtazama Jessica akitafuta dalili ya uongo. Lakini alichoona ni majuto halisi. Kwa nini unaniambia haya? Kwa sababu Kelly anaanguka vibaya, Jessica alisema wazi. Amepungua uzito. Halali. Hafundishi vizuri. Na nikatambua nilisaidia kuharibu kitu ambacho huenda kingeweza kurekebishika kama nisingekuwa na miminia sumu kichwani kwa mwaka. Hakuwa gold digger, Alikuwa hivyo kwa sababu nilimfundisha kufikiri hivyo. Hilo halibadilishi alichofanya, alisema. Bado alimwajiri wakili. Bado alihesabu. Bado alibaki nami huku anapanga kuondoka. Najua, Jessica akasema kwa sauti ya chini. Na anastahili matokeo. Siombi umrudishe. Nilihitaji tu ujue kwamba Kelly uliyempenda alikuwa wa kweli. Mtu aliyekuja baadaye, mimi nilichangia kumtengeneza. Samahani. Jessica akaondoka. Akabaki na kahawa yake, akili ikipambana na kile alichosikia. Je, Kelly aliathirika kwa ushawishi? Ndiyo. Lakini hilo halikufuta ukweli, maamuzi ni yake. Usiku huo, alifanya jambo alilokuwa anakwepa. Alifungua picha za zamani kwenye kompyuta. Picha za mwanzo wao, Kelly kwenye harusi, tabasamu halisi, Kelly akicheka kwenye chakula cha shukrani, Kelly akimshika mkono kwenye matembezi ya jioni ufukweni, akimtazama kama ndiye ulimwengu wake. Ilianza kubadilika lini? Simu ikaita. Patricia Morrison. Yuko tayari kusaini, Patricia alisema bila kuzungusha. Kelly amekubali settlement ya mwanzo. Hakuna alimoni. Mgawanyo kama tulivyopendekeza. Wakili wake ametuma makubaliano yaliyosainiwa leo. Alihisi mchanganyiko wa nafuu na utupu. Vizuri. Litakuwa rasmi lini? Tunaweza kuwasilisha mahakamani kesho. Kwa kuwa mmejitenga zaidi ya siku 30 na kuna agreement, jaji ataidhinisha ndani ya wiki chache. Sawa, alisema. Fanya. Kuna kitu kingine, Patricia akaongeza. Kelly ameambatanisha ujumbe binafsi. Kisheria sitaki kukuonyesha, lakini inafikiri unapaswa kuusoma. Patricia akamtumia kwenye email picha ya ule ujumbe wa maandishi ya mkono. Akausoma kwenye simu. Maandishi ya Kelly, yale herufi zake za mviringo. Ninasaini settlement yako kwa sababu uko sahihi. Sistahili alimoni. Sistahili chochote kutoka kwako isipokuwa labda dharau yako. Jessica ameniambia ameongea na wewe. Sikumuomba, lakini ninafurahi kwa sababu kuna kitu nataka uelewe. Hata kama hutanisamehe, nilikupenda. Nakupenda. Nilipoteza maana ya hilo. Jessica aliponiambia kuhusu settlement yake, kitu kilivunjika kichwani mwangu. Nilianza kuona ndoa yetu kama a safety net badala ya partnership. Nilianza kuwaza exit strategy badala ya kujenga maisha. Na kufikia nilipotambua jinsi nilivyopotoshwa, tayari nilikuwa nimeanza kukutana na mawakili na kuhesabu namba. Unastahili bora. Samahani, niligeuka mtu ambaye hakuweza kukudhamini kwa wewe ni nani, bali kwa kile unachoweza kutoa. Naomba upate mtu atakayekupenda kama unavyostahili. Na naomba siku moja nijue kuwa mtu bora kuliko yule uliyegundua niligeuka. Kelly. Aliusoma ujumbe huo mara 3. Haukuondoa usaliti. Haukuondoa hesabu zake. Lakini ulimfanya ahuzunike kwa namna ambayo hakuwa ametarajia, kwa sababu aliamini Kelly aliumaanisha. Akaifuta ile picha, akaweka simu chini. Talaka ilikamilika siku ya Jumanne mapema Desemba. Hakwenda mahakamani. Hakukuwa na hearing kwa sababu wote walikuwa wamesaini makubaliano.
Alipokea tu email kutoka Patricia yenye PDF, amri ya mwisho ya talaka. Alikuwa rasmi mtu mmoja tena. Huru. Na rasmi amemaliza sura mbaya zaidi ya maisha yake. Lakini Kelly hakuwa amemaliza kukutana na matokeo bado, wala Jessica, ingawa yeye mwenyewe hakujua bado. Miezi miwili baada ya talaka kukamilika, maisha ya Ima yalikuwa yameanza kutulia kwenye hali mpya ya kawaida. Apartment yake ya chumba kimoja ilikuwa sasa inaonekana kama nyumbani. Alinunua samani za maana badala ya vile vya haraka haraka vya wiki za mwanzo. Alirudi gym mara kwa mara, kitu ambacho alikuwa amekiacha katika mwaka wa mwisho wa ndoa. Hata alitoka kwenye date chache, hakuna kilichoingia kwa kina, lakini ilitosha kumkumbusha kwamba uhusiano bado unawezekana. Kazi haikuwa tena kimbilio tu. Ima aliingia kwa nguvu kwenye kampeni kubwa ya kampuni yake, mradi wa afya ya kikanda uliotaka ubunifu na saa ndefu. Boss wake aliona hilo, na wiki 2 zilizopita alimuita ofisini na kumpa cheo kipya, marketing director, pamoja na nyongeza ya mshahara ya $18,000. Ulikuwa tayari unafanya kazi ya kiwango cha director miezi mingi, boss wake alisema. Ni muda tuitambue rasmi. Ima alikubali, akihisi kitu kama fahari kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Hakuwa amesikia kutoka kwa Kelly tangu talaka ikamilike, na alikuwa sawa na hilo. Alimblock kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mara kwa mara, udadisi ulimfanya amunblock kwa dakika chache tu kuona anaendeleaje, kisha anamblock tena. Kelly alikuwa amehamia kwenye apartment ndogo upande wa Tegeta, kwenye jengo ambalo lilionekana la kawaida. Madarasa yake ya yoga yalionekana kupungua. Instagram stories zake ambazo zamani zilikuwa kila siku, sasa zilikuwa chache. Alionekana amekonda na uso ulikuwa mgumu zaidi. Lakini pia kulikuwa na mwonekano wa ninasimama tena. Ima alitazama kwa dakika 5, kisha alifunga tena mlango wa maisha yake ya zamani. Ni Marcus aliyemwambia kuhusu Jessica. Walikuwa kwenye baa ya michezo wakitazama mpira wa kikapu. Marcus akasema kwa kawaida, huyu mke wako wa zamani hakuwa na rafiki anaitwa Jessica? Jessica Miller. Ima akahisi mvutano ule ule wa zamani. Ndiyo, kwa nini? Marcus akainua mabega. Nilimwona dukani wiki iliyopita. Alionekana vibaya, bro. Sikumsemesha, lakini alikuwa analia pale maegesho. Nilidhani unapaswa kujua. Ima akakunja uso. Kwa nini nihitaji kujua? Marcus akasema tu, sijui. Alikuwa sehemu ya hayo yote, lakini pia alijaribu kurekebisha kwa kukuambia ukweli. Nadhani ungejali. Maneno yale yakamkera Ima zaidi kuliko alivyotarajia. Alijaribu kuyasahau, lakini alikaa. Baada ya siku 3 za kuwaza, Ima akafanya kitu cha ghafla. Akampigia Jessica. Jessica alipokea kwenye ring ya 4, sauti yake ikiwa ya tahadhari. Ima. Ndiyo. Tunaweza kuongea. Walikutana tena kwenye ile cafe ile waliokutana mara ya mwisho. Safari hii Jessica alionekana mbaya zaidi. Macho yake yalikuwa yamechoka, mikono ikitetemeka kidogo alipoinua kikombe. Uko sawa? Ima aliuliza, akishangaa kwamba sauti yake ilionyesha kujali kweli. Jessica akacheka kwa uchungu. Tafsiri sawa. Kisha akasema, niko hai. Nina kazi. Lakini vingine hapana. Nini kimetokea? Jessica alikaa kimya muda mrefu, kisha akaanza kumwaga ukweli. Baada ya mazungumzo yake na Ima miezi iliyopita, hatia ilimvaa. Alianza kwenda kwa mtherapist, akijaribu kuchakata uchungu wake wa talaka yake na jinsi alivyouhamishia kwa rafiki yake. Lakini tatizo kubwa lilianza wakati mume wake wa zamani, Trevor, aliposikia kuhusu nafasi ya Jessica katika kumshawishi Kelly kwenye mkakati wa talaka. Trevor, mume wangu wa zamani, ana uhusiano wa kikazi na wakili wa Kelly, Jessica akaeleza. Habari zikasambaa kuhusu kilichotokea kwenu, kuhusu rekodi, mpango, aibu yote. Trevor alinipigia mwezi uliopita na kusema anafungua upya settlement yetu ya talaka. Tumbo la Ima likashtuka.
Anaweza kufanya hivyo. Inaonekana anaweza, kwenye mazingira fulani, Jessica alisema. Anadai nilimdanganya mahakamani kuhusu nia yangu. Nilidai nataka kujaribu kurekebisha ndoa, wakati kwa kweli nilikuwa tayari nina mkakati na wakili wa kuongeza payout, na hiyo ni kweli. Jessica akashusha macho. Mikono yake sasa ilikuwa inatetemeka wazi. Nilifanya kitu kile kile nilichomfundisha Kelly kufanya. Niliweka wakili miezi 6 kabla sijamwambia Trevor nataka talaka. Nilijipanga kimkakati na sasa ana ushahidi. Ushahidi gani? Ima aliuliza. Jessica akasema. Nilikuwa namtumia Kelly meseji kuhusu mkakati wangu nikiwa bado nimeolewa. Meseji kama acheza long game na hakikisha napata nilichodaiwa. Wakili wa Trevor ameomba rekodi za simu wakati wa kufungua upya kesi na wamekuta kila kitu. Sasa sauti ya Jessica ilikuwa inatetemeka pia. Ima, wanaweza kunirudisha sehemu kubwa ya settlement? Labda yote. Na mimi tayari nimeshatumia pesa nyingi kwenye apartment, gari, safari nilienda nayo Ulaya mwaka jana. Naweza kuishia kwenye deni. Deni kubwa. Ima aliegemea nyuma akijaribu kuchakata hilo. Sehemu moja ya moyo wake, ile iliyokuwa bado na hasira, ilihisi kama hii ni kama. Lakini sehemu nyingine, ile iliyokuwa inajaribu kusonga mbele badala ya kukaa kwenye uchungu, ilihisi huruma. Samahani, Ima alisema, na alimaanisha. Jessica alimwangalia kwa mshangao. Unanisamehe? Kwa nini? Kwa sababu ulifanya vibaya, Ima akasema kwa upole, lakini kile unachopitia kinaonekana kikubwa kupita kiasi. Na kwa sababu angalau ulijaribu kurekebisha kwa kuniambia ukweli. Hilo lina maana. Machozi yakajaa kwenye macho ya Jessica. Sistahili huruma yako. Nilisaidia kuharibu ndoa yako. Ndoa yangu ilivunjika siku Kelly alipoamua kuniona kama mali ya kifedha badala ya mume, Ima akasema. Ulichangia? Ndiyo. Lakini Kelly alifanya maamuzi yake. Walikaa kimya kwa muda wakikabiliana na ukweli wa matokeo na uwajibikaji. Utafanyaje? Ima aliuliza. Jessica akafuta machozi. Nitapambana, alisema. Nitatafuta wakili. Nitajaribu kuonyesha kwamba hata kama nia zangu zilikuwa za pesa, settlement ya mwanzo bado ilikuwa ya haki kulingana na ndoa. Lakini kwa kweli hii nafikiri nitapoteza. Na labda inafaa nipoteze. Hakuna anayestahili kuangamizwa kifedha, Ima akasema. Jessica akatikisa kichwa. Labda hapana. Lakini nilimfundisha Kelly kuangalia ndoa kama biashara. Nami nilifanya hivyo kwa Trevor. Labda huu ni ulimwengu unahakikisha ninaelewa uharibifu wa fikra hiyo. Ima aliondoka CAF akiwa na mawazo mazito. Hali ya Jessica ilikuwa ukumbusho mkali kwamba matokeo huenda mbali kuliko tunavyofikiria. Jioni hiyo, Ima alifanya kitu ambacho hakuwa amefanya kwa wiki nyingi. Aliunblock Kelly kwenye mitandao ya kijamii na kumtumia ujumbe. Tunahitaji kuongea. Ni kuhusu Jessica. Kelly alijibu ndani ya dakika 5. Jessica ana nini? Wakakubaliana kukutana kwa kahawa kesho yake. Ingekuwa mara yao ya kwanza kukutana ana kwa ana tangu talaka ikamilike. Ima alipofika CAF alimwona Kelly tayari amekaa akisubiri. Alionekana tofauti, amekonda ndiyo, lakini pia alikuwa kama ameamka. Alipomtazama hakuepuka macho. Kelly alisema kwa upole Ima alipokaa. Waliagiza kahawa kimya kimya, hewa ikiwa ngumu. Kisha Ima akaeleza hali ya Jessica, kesi ya kufunguliwa upya, meseji, hatari ya kuporomoka kifedha. Uso wa Kelly ukapauka. Mungu wangu, sikujua. Hakuniambia. Nadhani alikuwa anaona aibu, Ima akasema. Lakini sasa Kelly, Jessica alikushawishi. Lakini wewe ndiwe ulichagua. Na sasa yeye anakutana na matokeo ambayo yanaonekana makubwa kuliko uliopata wewe. Hilo halionekani sawa.
Kelly alikaa kimya kwa muda mrefu. Unapendekeza nini? Ninapendekeza uandike statement kwa kesi yake, Ima alisema. Ueleze kwamba ingawa Jessica alizungumza na kukupa ushauri, wewe ndio uliyebeba maamuzi. Kwamba hakukuongoza kama mastermind, alikuwa rafiki mwenye uchungu akilalamika na wewe ukachukua malalamiko yake kama mpango. Kelly akamwangalia kwa makini. Hilo litamsaidia? Sijui. Labda linaweza kuonyesha kwamba ushawishi wake haukuwa a calculated manipulation kama wanavyodai. Kelly akavuta pumzi. Kwa nini unajali? Jessica alisaidia kuharibu ndoa yetu. Ima akamjibu kwa ukweli. Kwa sababu kubeba hasira na uchungu ni kazi ngumu. Na kwa sababu kulipiza kisasi si sawa na haki. Kelly akatikisa kichwa taratibu. Nitafanya. Nitaandika statement. Asante. Walinywa kahawa kimya kwa dakika moja. Kisha Kelly akasema kwa sauti ya chini, nilianza therapy wiki 3 zilizopita. Hiyo ni nzuri, Ima alisema na alimaanisha. Therapist wangu anasema nina matatizo ya usalama, Kelly akaendelea. Nilipokuwa, wazazi wangu walikuwa wanapigana sana kuhusu pesa. Nikawa na hofu ya kutokuwa salama kifedha mpaka ikachukua nafasi ya kila kitu. Nikaanza kuona mahusiano kama miamala kwa sababu huo ndio mfano niliouona nyumbani. Ima alimeza maneno hayo. Hayakuwa msamaha, lakini alitoa muktadha. Sikujua kuhusu wazazi wako, Ima alisema. Sikukuambia, Kelly akasema. Niliona aibu. Lakini therapist anasema aibu ile ilinifanya niongeze ulinzi kupita kiasi mpaka nikaharibu uhusiano. Ima akamuuliza, uko sawa kifedha? Kelly akatabasamu kwa huzuni. Ninajitahidi. Nimeongeza madarasa ya yoga na ninafundisha pia corporate wellness sessions. Ni ngumu lakini naweza. Na kwa ajabu inafikiri nina furaha zaidi, au angalau nipo kweli zaidi. Sishi kwenye fantasi niliyoijenga kichwani. Hiyo ni kitu, Ima alisema. Ni kitu. Kelly akanyamaza kisha akasema, Ima, najua ujumbe wangu wa msamaha haukubadilisha chochote, lakini nataka ujue naomba msamaha kwa dhati. Sio tu kwa nilichofanya, bali kwa mtu niliyekuwa. Ulinistahili bora, Kelly akaongeza kwa sauti ya kuvunjika. Ima akamwangalia kisha akasema kwa sauti tulivu, najua. Halafu Ima akasema kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakutarajia kusema kwa urahisi. Lakini nataka ujue kitu pia. Nimekusamehe. Macho ya Kelly yakapanuka. Nini? Nimekusamehe, Ima akarudia. Sio kwa sababu ulifanya sawa. Hukufanya. Sio kwa sababu nataka turudiane. Sitaki. Ni kwa sababu sitaki kubeba hasira hiyo tena. Kusamehe ni kwa ajili yangu, si kwa ajili yako. Machozi yakamtoka Kelly. Sistahili. Labda hapana, Ima alisema. Lakini ninakupa. Waliongea kwa saa moja nyingine, si kuhusu mawakili wala makubaliano, bali maisha. Kelly alimweleza kuhusu meditation aliyokuwa ameanza. Ima akamweleza kuhusu promotion yake. Walizungumza kuhusu harusi ya Marcus inayokuja na kama timu ya taifa ingeweza kuacha kuboronga kwenye mechi kubwa. Haikuwa mazungumzo ya wanandoa. Lakini haikuwa ya maadui pia. Ilikuwa kitu kingine, watu wawili waliowahi kushirikiana maisha sasa wakikubali kwamba maisha yale yameisha, lakini bado wanaweza kusonga mbele bila chuki. Walipoagana, Kelly akamkumbatia kwa haraka, kwa aibu kidogo. Asante, alinong'ona. Kwa hili, kwa kunisamehe na kwa kusaidia Jessica. Jali nafsi yako, Kelly, Ima alisema. Na wewe pia. Kama alivyoahidi, Kelly aliandika statement ya kina kwa kesi ya Jessica. Alitoa muktadha wa ushauri wa Jessica, akakiri wazi kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyefanya uamuzi wa kuchukua ushauri huo kama mpango. Ima naye akatoa ushahidi wake. Patricia alimsaidia kuandaa, akizingatia ukweli kwamba Jessica alikuja mbele kwa majuto na ukweli.
Statement ile ilisaidia sana. Jaji hakurudisha settlement yote ya Jessica, lakini aliipunguza kwa $35,000 ambayo Jessica angelipa polepole kwa muda. Haikuwa ushindi kamili, lakini haikuwa maangamizi. Baada ya hapo, Jessica alimtumia Ima meseji fupi. Asante kwa kunipa nafasi ya ukombozi. Sitaiharibu. Miezi mitatu baadaye, Ima alikuwa kwenye harusi ya Marcus alipomwona mtu upande wa pili wa ukumbi na akasimama kwa sekunde. Mwanamke wa umri wake, mwenye macho yenye joto na tabasamu la kawaida, alikuwa anaongea kwa furaha na bibi harusi. Huyo ni nani? Ima akamuuliza Marcus. Marcus akasema, huyo ni binamu wa bibi harusi, Sarah. Ni physical therapist. Amehamia Dar es Salaam hivi karibuni. Unataka nikutambulishe? Ima akasita, kisha akatabasamu. Ndiyo. Nafikiri nataka. Marcus alipompeleka upande ule, Ima alihisi kitu ambacho hakujisikia muda mrefu, tumaini. Sio tumaini la kupata Kelly mwingine, wala tumaini la huyu ndiye wa mwisho. Ni tumaini dogo, tulivu, kwamba vitu vizuri bado vinaweza kutokea. Kwamba maisha bado yanaweza kushangaza kwa njia nzuri. Kwamba baada ya kila kitu kuvunjika, unaweza kujenga upya kitu bora zaidi, kitu halisi. Somo alilopata Ima halikuwa la kulipiza kisasi wala hata la haki pekee. Lilikuwa rahisi na zito kwa wakati mmoja. Watu huonyesha wao ni nani wanapojaribiwa. Wengine hufeli vibaya. Wengine hufeli lakini hukua. Wengine hukushangaza kwa kuchagua ukweli na mabadiliko badala ya kujilinda kwa uongo. Kipengele muhimu ni kujua nani ni nani, kujilinda ipasavyo, lakini pia kuacha nafasi kidogo kwa uwezekano wa mabadiliko, kwa wengine na kwa wewe mwenyewe. Kelly alimfundisha Ima kile asichokubali kwenye mahusiano. Jessica alimfundisha kuhusu ugumu wa ushawishi na uwajibikaji. Na yeye mwenyewe alijifunza kwamba wakati mwingine mwisho unaoridhisha zaidi si kulipiza kisasi, ni kuachilia, kusonga mbele na kujenga maisha bora kwa mafunzo uliopata. Miezi 6 baada ya talaka, Ima Morris alikuwa anachumbiana na mtu aliyemwona kwa yeye ni nani. Alikuwa amepiga hatua kazini. Alikuwa amehifadhi heshima yake huku akilinda maslahi yake. Aliwasamehe waliomuumiza, si kwa sababu walistahili, bali kwa sababu yeye alistahili amani. Na Kelly alikuwa anafundisha yoga, anaenda therapy, na polepole anajenga maisha yanayotokana na ukweli badala ya hesabu. Alijifunza kwa gharama kubwa kwamba ukigeuza mahusiano kuwa miamala, unabaki maskini kwenye vitu vinavyohesabika zaidi. Wakati mwingine kisasi bora si kisasi kabisa. Ni kuwa toleo bora la wewe mwenyewe, huku wengine wakikabiliana na matokeo ya maamuzi yao. Ima alimjaribu mke wake na akagundua ukweli mchungu. Lakini kwa kukubali huo ukweli, kuweka kumbukumbu na kujilinda, aliwaachia wote wawili nafasi ya kuwa watu bora kuliko walivyokuwa wakiwa pamoja. Kama umefurahia simulizi hii, like video hii na acha comment uniambie ulifikiria nini. Na kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe na ubonyeze kengele ya notification ili upate taarifa za simulizi mpya. Asante kwa kutazama, tutaonana kwenye video inayofuata.